mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV pamoja na Radio FM masafa yake yanayoanzia kule Lindi. Ninawasalimu tena katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu. Ni mimi ndugu yenu mchungaji Daktari Livingstone Dennis kutokea Dodoma. Ninayo furaha kwamba Bwana ametupa siku njema, siku mpya, siku ambayo haikuwahi kuwepo na haitarudia kuwepo tena. Lakini ni siku ya kihistoria katika maisha yako wewe unanisikiliza. Katika siku ya leo unanisikiliza la kulitazama hapa. Na ujumbe mahususi kabisa kwa ajili yako kutoka kwa Bwana asubuhi leo. Naomba sasa ufunike macho yako tuweze kuomba. Baba yetu wa mbingu na dunia, Mwokozi wa ulimwengu uliye hai, uliye mwaminifu sana, ninakushukuru kwa sababu ya siku njema ya leo ambayo umenipatia mimi pamoja na mtazamaji na msikilizaji huyu aliye mbele yetu. Naomba sana Bwana, neema yako ile ambayo umesema nami usiku wa leo, na nimesikia neema ikinifunika ya kwamba unalo jambo la kusema na mtu huyu anayenisikiliza na anayenitazama hapa. Sasa naomba Bwana uachilie hiyo neema juu yangu na juu ya watumishi wako, ili wakisikie, waelewe na watambue, na kisha wapokee neema kile ambayo Bwana umeikusudia kwa ajili ya maisha yake. Katika jina takatifu lenye nguvu Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Ina ujumbe kutoka kwa Bwana ambao umeandikwa kwenye kitabu cha Esther, ile sura ya 2 na mstari wa 15 mpaka mstari wa 17. Huu ndio utakuwa ujumbe wetu wa leo, ambao nitachukua na mistari michache mingine ya kuongezea ujumbe huu. Katika kitabu cha Esther sura ya 2 mstari wa 15, Biblia inasema, hata ilipowadia zamu ya Esther binti Abigaili, mjomba wake Mordekai, ambaye alimtwaa kwa binti yake ili aingie kwa mfalme, yeye hakutaka kitu ila vile alivyoagizwa na Hegai, msimamizi wake mfalme, mwenye kuwalinda wanawake. Naye huyo Esther alikuwa amepata kibali machoni pa wote waliomuona. Basi alipelekwa kwa mfalme Asuero katika nyumba ya kifalme mwezi wa 10, ndio mwezi wa Tebethi, mwaka wa 7 wa kumiliki kwake. Mfalme akampenda Esther kuliko wanawake wote, naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote. Basi akamtia taji ya kifalme kichwani pake, akamfanye awe malkia badala ya Vashti. Ujumbe wangu ni huu ambao Mungu anazungumza na wewe asubuhi ya leo, kwamba zamu yako imefika. Zamu yako imefika. Zamu yako imefika. Na unaweza kuwa umepita kwenye mapito mbalimbali, kwenye dhiki, kwenye mateso, kwenye taabu, kwenye maswali yasiyo na majibu. Umepita kwenye misukosuko mingi, na umefika mahali kabisa umeona kama Mungu yuko mbali. Unaona kama watu wote hawakutaki tena. Unaona kama ndugu wamekukimbia. Unaona kila unachokishika hakishikiki. Unaona kila mipango unaopanga haipangiki. Unaona heri ufe kuliko kuishi. Yale umefika mahali ambako
kuna majibu. Na mtu ambaye Bwana amesema nami usiku wa leo nikujulishe, inaweza kuwa ni wewe ambaye unanisikiliza na kunitazama, kwamba umefika kwenye hali kama hiyo. Lakini nataka niseme, zamu yako ya kubarikiwa, zamu yako ya kuinuliwa, zamu yako ya kutiwa nguvu, zamu yako ya kufanikiwa imefika. Mungu anakwenda kukutoa katika namna ambayo umepitia, katika majaribu yako, katika dhiki yako, katika mateso yako, katika kukataliwa kwako. Sasa Mungu anazungumza na wewe unanitazama na kulisikia katika TV hii na katika radio. Naomba niseme na moyo wako na uhakika na kile ambacho Roho Mtakatifu anakisema juu yako wewe ambaye unisikiliza. Inawezekana kuna maelfu mengi yanasikiliza hapa, lakini nazungumza na wewe ambaye unanisikiliza, ambaye umepita kwenye mapito. Huna pesa, umekuwa mtu wa madeni mpaka kiasi ambacho umefika mahali ambako unataka kukimbia mji, unataka kukimbia eneo hilo. Maana yake ni kwamba umekwisha kufikia mahali pagumu. Simu zako zote zina madeni. Naona kila unachokifanya hakifanyiki. Nasema zamu yako imefika. Huyu mtumishi wa Bwana anaitwa Esther, ambaye tunamsoma hapa. Jina lake lingine alikuwa anaitwa Hadasa, ndio jina ambalo alikuwa anaitwa, lakini baadaye akaitwa jina la Esther. Huyu alikuwa ni mtoto yatima, binti yatima. Na nataka nikwambie, unaweza kuwa umepita kwenye mapito, lakini sikiliza mapito ya huyu binti. Huyu binti alikuwa ni binti ambaye amefiwa na baba na mama, akachukuliwa na mjomba wake, na hata mjomba wake naye akachukuliwa mateka. Kwa hiyo akabebwa huyu mjomba wake, akachukuliwa mateka, akapelekwa katika nchi ya uhamishoni, akawa mtu aliyetekwa. Na alipofika huko alikokwenda, akiwa amemchukua huyu Hadasa ambaye ni mjomba, mtoto wa dada yake. Naona na dada amekufariki na baba yake amefariki wa huyu mama, wa huyu binti. Sasa wanaishi katika nchi ya mbali mno kutokea nyumbani kwao, wamechukuliwa mateka. Na hata Biblia inasema wazi hapa ya kwamba pamoja na kwamba alichukuliwa mateka, tena akawa ametafuta kazi, vibarua hapa na pale, akiwa katika nchi ya uhamishoni. Na sijui kama alitafuta yeye au kama alichukuliwa tu na akaingizwa kwenye kazi, na kazi hiyo ilikuwa kazi ya ulinzi, mlinzi wa mlangoni, analinda. Naona yeye ni mlinzi wa mlangoni, lakini binti yake anaishi nyumbani, mtoto wa nyumbani aliyekuwa mateka, asiye na baba, asiye na mama. Ndugu yangu, nataka nikuzungumze uone hali ya mtu huyu ambaye ilivyokuwa. Anaishi uhamishoni, halafu amepewa kazi ya kuwa mlinzi wa mlangoni. Naona, na wakati anaendelea na ulinzi, maandiko yanazungumza wazi kwamba kwenye ile nyumba au kwenye ile nchi, Mfalme Ahasuero, mke wake Vashti, akafanya vituko. Alipofanya vituko mbele ya mfalme, mfalme akaamua kumuondoa katika nafasi yake ya umalikia. Na maandiko yanasema wazi kabisa kwamba mfalme akaamua kwamba apate kuoa mke mwingine. Na maandiko yanasema wazi kabisa kwamba katika utaratibu wao wa kumuoza mfalme, basi ilibidi ipigwe mbiu katika nchi nzima. Mabinti, mabikira ambao hawajamjua mume bado,
ambao watakuwa tayari ili mmoja wapo afanyike kuwa malkia, awe mke wa mfalme. Maandiko yanasema wazi kwamba mabikira wengi katika nchi walikuja, kila mmoja anatamani kwamba awe malkia. Naona maandiko yananiambia wazi kwamba mabinti wengi wakaenda wa makabila tofauti katika nchi ile, na katika kwenda kwao Biblia inaniambia juu ya huyu Hadasa ambaye kwa jina lingine anaitwa Esther, akiwa mtoto aliyefiwa, hana baba hana mama, na anaishi na mjomba wake ambaye pia ni mlinzi wa mlangoni, na wanaishi kama wafungwa tu, watu waliochukua mateka wakaletwa katika nchi hiyo. Wanaishi hawana ile raha ya kwamba wanaishi kwenye nchi yao, wanaishi nchi ya ugenini. Ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV pamoja na Radio FM, nataka nizungumze juu ya jambo hili kwako leo. Inawezekana umepita kwenye mapito magumu, lakini bado labda hujamfikia Esther pamoja na mjomba wake. Lakini maandiko yanazungumza katika kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa 11 kwamba Bwana Mungu ana mawazo juu yako pamoja na yote unayopitia katika maisha. Mstari wa 11 anasema, maana anayajua mawazo unayowazia ninyi, asema Bwana, mawazo ya amani, wala si mawazo ya mabaya. Inawezekana unapita katika magumu, katika mabaya, katika mazito, lakini nataka niseme mawazo ya Mungu ni mawazo ya amani juu yako, mawazo ya baraka juu yako, mawazo ya kufanikiwa juu yako, mawazo ya kushinda juu yako. Huo ndio mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Unawezekana umepita kwenye mapito mbalimbali, lakini hebu ujue mawazo ya Mungu kwamba Mungu anakuwazia mawazo mema, Mungu anakuwazia mawazo mazuri, Mungu anakuwazia mawazo ya amani, Mungu anakuwazia mawazo ya mafanikio, Mungu anakuwazia mawazo ya kushinda katika maisha yako. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo Bwana amezungumza nami usiku wa leo juu yako, kwamba na kipindi cha asubuhi ya leo niseme na mtu mmoja, sisemi na maelfu, pamoja na kwamba mnanitazama maelfu, lakini kuna mtu mmoja ambaye anapita kwenye changamoto nzito, anapita kwenye mapito ambaye yanamfanya afikie mahali anafikiria labda afe au aondoke duniani au akimbie nchi au akimbie mji kwa sababu ya hali anayoipitia katika maisha yake. Bali anawaza mawazo ya amani juu yako. Sasa nazungumza habari ya Hadasa au Esther, kwamba akiwa katika hali ya kuwa mtumwa na mtu aliyetoka katika nchi ya kigeni. Sasa tangazo limepita katikati ya watu, na wamejikusanya maelfu ya mabinti kwenda kwenye interview ya kupita ili awe malkia. Haleluya, haleluya. Biblia inasema ya kwamba wakawepo watu ambao sasa wametangulia, mabinti wanaenda, wameingia kwenye jumba la mfalme, na wanafanyiwa usafi, wanapimwa labda, wanafanyiwa vitu mbalimbali, wanapewa nguo, wanajaribu kupewa kila aina ya mafuta, kila aina ya kujipodoa, ili kwamba tu atakapofika kwa mfalme apate kibali. Na katika jumuiya hiyo ya mabinti hawa pia na Hadasa akachukuliwa na mjomba wake. Sikiliza, kwa nini Hadasa alichukuliwa mjomba wake? Akasema, nenda binti yangu, nenda na wewe. Hawa watu hawakuwa na kitu chochote cha heshima, hawakuwa na sifa yoyote, isipokuwa kitu ambacho nakijua kimoja tu ambacho Hadasa Esther alikuwa nacho pamoja na mjomba wake.
walikuwa wanamjua Mungu, waliweka imani yao kwa Mungu, walikuwa wanamjua Mungu. Inawezekana ukawa unapita kwenye mapito mbalimbali, lakini kama utakuwa umeweka imani yako kwa Mungu, nasema hivi, siku mpya inakuja, asubuhi yako inakuja. Hata kama unapita kwenye namna yoyote, hata kama unapita kwenye misukosuko, asubuhi yako inapambazuka mapema na siku yako mpya inakuja, na historia yako inakuja kubadilika. Nasema zamu yako imefika. Bwana anazungumza na wewe, zamu yako imefika. Sasa sikilize, watu hawa walikuwa wanakwenda, maandiko yanasema kukawa na zamu ya mmoja mmoja kupita kwa mfalme. Unaona, na wanakwenda wakiwa wamechukua kila aina ya urembo, kila aina ya kujipamba, ili apite kwa mfalme, apate kibali kwa mfalme. Sasa hao walikuwa wanapita, walikuwa na CV. Mwingine anaonyesha CV zake, mwingine anaonyesha CV kwamba amesoma kiasi gani. Unaweza ukaona kuna watu wanapita, mabinti wanaeleza CV zao, labda mimi nimesoma, labda mimi na PhD ya namna fulani, labda mimi nimepitia hapa na pale, labda mimi nimefanya hivi. Sasa hao walikuwa na sifa mbalimbali, na maandiko yanasema walipita, kila mmoja alipita. Alipopita akapita na mfalme akamtazama, na maandiko yanasema hawakupata kibali. Akapita huyu, akapita huyu, akapita huyu, akapita huyu, akapita huyu, akapita huyu, lakini haja akapata kibali. Sikiliza ndugu yangu, unaweza kuwaona kuna watu wamefanikiwa leo, unaweza kuona kuna watu wamefanikiwa wameendelea leo. Unaweza kusema Mungu wangu, bali namuona fulani na fulani wamefanikiwa, wamestawi, wamefanya nini. Nataka niseme zamu yako inakuja. Zamu yako inakuja. Mungu anakuwazia yaliyo mema. Mungu ana mpango na wewe. Mungu ana malengo na wewe. Maandiko yanazungumza, hata kama kuna watu wamepita mbele yako, hata kama kuna watu wamefanikiwa mbele yako, hata kama kuna watu ambao uliwaona wakiwa na hali mbaya leo wamefanikiwa, bado unajiona unapita kwenye mapito. Nasema zamu yako imefika. Zamu yako imefika. Nazungumza na wewe ndugu yangu, na nisikiliza na kunitazama kwenye Sibuka TV. Ikiwa tu kwenye moyo wako utaamua kushikamana na Mungu. Kama utashikamana na Mungu, unaweza kuwa huna sifa yoyote, unaweza kuwa huna elimu ya kutosha. Hata kama una elimu, lakini elimu hiyo inaweza isikusaidia sana. Lakini nataka niseme, yuko Mungu ambaye amesema anakuwazia mawazo mema, mawazo ya amani, wala si mawazo ya mabaya. Mabaya yanayopita kwako, magumu yanayopita kwako, bado Mungu ana mawazo mema juu ya maisha yako. Na zamu yako sasa imefika ya kukutoa katika hali ulionayo, ya kukutoa katika mateso ulionayo, ya kukutoa katika madeni, ya kukutoa katika mahangaiko unayopitia. Bwana anazungumza na wewe asubuhi ya leo. Unaweza kuwa unapita kwenye misukosuko mbalimbali. Sasa sikiliza maandiko haya. Katika kitabu kile cha Esther. Katika kile kitabu cha Esther, anasema, nitarudia tena kuyasoma yale maandiko kwa faida yako. Katika kitabu cha Esther sura ya 2 mstari wa 15 anasema, hata ilipojia zamu yake Esther binti Haili, mjomba wake Mordekai, ambaye alimtoa kuwa binti yake ili aingie kwa mfalme, yeye hakutaka kitu, sikiliza, hakutaka kitu ila vile alivyoagizwa na Hegai msimamizi wake mfalme, mwenye kuwalinda wanawake. Na huyo Esther alikuwa amepata kibali machoni pa wote waliomuona. Hakuhitaji malembo, hakuhitaji kujipodoa sana. Unaweza kujipodoa sana lakini isitokee chochote. Unaweza ukafanya chochote kile cha maana kikubwa lakini usione matokeo. Maandiko yanasema Esther hakutaka chochote kile. Lakini Esther ilipopita mbele ya watu, hata kabla hajafika kwa mfalme, maandiko yanasema alipata kibali. Kwa nini? Alikuwa na Mungu.
Ukiwa na Mungu, Mungu atakupa kibali. Mungu atakupa neema. Zamu yako inakwenda kufika leo. Utakwenda kuyaona mambo Mungu akiyafanya ambayo watu wengine watashangaa katika maisha yao. Watashangaa namna Mungu alivyokutoa katika eneo moja kukupeleka eneo la pili. Zamu yako imefika leo. Mungu anazungumza na moyo wangu. Niseme na moyo wako wewe. Inawezekana kuna maelfu na mamia yananisikiliza na nitazama, lakini nazungumza na wewe. Na wewe unajijua hali yako unayopitia katika maisha. Lakini nataka niseme usijidhuru. Nasema usijinyonge. Nasema usikimbie mji. Nasema usikimbie mtaa. Nasema kwamba wakati wa Mungu kufanya maajabu kwako umefika. Weka imani yako kwa Mungu tu. Mungu atakwenda kukutoa mahali ambako unapitia sasa. Umejaribu kwa namna zote imeshindikana. Umejaribu kwa nguvu zako zote imeshindikana. Lakini Mungu anapofanya maajabu ni kufumba na kufumbua. Umevuka ng'ambo ya pili. Kufumba na kufumbua. Umevuka kutoka kwenye tabu ya madeni na kuwa mtu wa kukopesha. Kufumba na kufumbua. Unavuka katika namna ambayo unapitia sasa, na unaanza kuona siku mpya ikianza katika maisha yako. Zamu yako imefika. Biblia inasema Esther hakudai chochote. Unajua Esther alipoingia kwa mfalme hakujieleza hata kabila lake. Maandiko yanasema aliambiwa asiseme. Maana angesema kabila lake, angesema hali alionayo kwamba ni mtoto yatima, angesema kwamba yeye ni mfungwa, amechukuliwa mateka. Vitu hivi vyote vingepoteza CV yake. Kama ni wewe na CV, basi Esther hakuwa na CV yoyote ambayo ingeweza kumfanya apate kibali mbele ya mfalme. Hakuwa na elimu ya kubwa ya kutosha kwa sababu alikuwa mtoto yatima. Inawezekana hakuweza kuingia darasani kwa sababu hakuwa na uwezo, wazazi wake wamekufa mapema. Haya, lakini pia amechukuliwa mateka, ameletwa katika nchi nyingine. Yeye ni mateka tu, ni mtu ambaye ametoka kwenye nchi nyingine kama mateka. Naona, lakini vile vile hata kabila yake kama ungeizungumza, inawezekana hiyo kabila ingeonekana kama ni tatizo katika nchi, kwamba ni watu ambao hawapendwi, hawatakiwi. Inawezekana hata kabila yako ukisema mahali unashindwa hata kuitaja kwa sababu labda imedharauliwa, imepuuzwa kabila yako. Inawezekana una sifa yoyote, inawezekana una CV ya maana. Esther hakujitambulisha hata kabila lake, hakujitambulisha hata elimu yake, hakujitambulisha hata chochote kile mbele ya mfalme. Lakini maandiko yanasema Esther akapata kibali. Sikiliza hapa, anasema hata kutafuta urembo wa kutosha kwamba ajilembe kiasi kingine kama wanavyojilemba wengine. Lakini Esther alikuwa wa kawaida tu. Kilichomfanya Esther apate kibali ni ile neema iliyokuwa juu yake kutoka kwa Mungu. Na leo nazungumza na wewe. Inawezekana huna chochote cha maana katika maisha yako. Inawezekana huna elimu ya aina yoyote. Inawezekana huna sifa ya aina yoyote. Lakini nataka niseme na moyo wako ya kwamba Mungu amesema zamu yako imefika. Mungu anataka kukutoa mahali fulani na kupeleka mahali fulani. Mungu anataka kukutoa katika umaskini wako. Lakini lazima ujue kwamba ndani yako, hata kama huna sifa nyingine yoyote, uwe na sifa ya kumjua Mungu. Kumjua Mungu, kumcha Mungu, kumwelewa Mungu yukoje, kutambua uwezo wake, ya kwamba Mungu anaweza kukutoa hapo ulipo. Ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV, maandiko yanasema alipopita Esther, maandiko yanasema akapata kibali. Kibali kwa watu wote, kibali kwa mfalme, na hatimaye Esther akawa malkia. Ukiuliza kwa siri Esther elimu yake, ungeuliza kwa siri Esther kabila lake, hakuwa na sifa. Lakini Mungu akamuinua kutoka mahali alipo, akawa malkia wa nchi nzima. Nazungumza na wewe sasa, zamu yako imefika, Mungu akutoe. Nataka nikwambie hata mfano wa mtu mwingine anaitwa Daudi. Ndugu zake walitangulia mbele,
wakina Shama, wakina Eliab walienda mbele ya nabii na wakaonekana wala maungo makubwa. Sikiliza, hata familia ya Daudi haikuthamini sana Daudi. Wataalamu wengine wanasema, wa Biblia wanasema, inawezekana Daudi hakuwa mtoto aliyezaliwa tumbo moja na kina Shama na kina Eliab. Inawezekana Daudi alikuwa na mama mwingine. Naona wanasema wataalamu wengine. Kwa hiyo alikuwa mtoto ambaye alikuwa amewekwa kando kabisa. Lakini nataka niseme hawa walitangulia mbele, wakawekwa mbele, na wengine mpaka wakapelekwa jeshini. Wakina Shama, wakina Eliab walikuwa wanajeshi. Unaona? Lakini Daudi akapewa kazi ya kuchunga kondoo. Hawa ndugu zake wamepewa kazi ya kuwa wanajeshi, wamesomeshwa, lakini Daudi mchunga kondoo. Zamu ilipofika kwa nabii Samuel, walipita wakina Shama, wakina Eliab, walipita na wengine watu 7. Lakini zamu ya Daudi ilipofika, Mungu alimuinua Daudi. Nataka niseme zamu yako imefika. Mungu ana mpango na maisha yako leo. Mungu ana mpango kukutoa mahali fulani leo. Hata kama una hali gani, anza kuchangamka. Changamka mahali ulipo sasa. Ujua kwamba kwa neema hii na kwa mkono wa Mungu, Mungu atakuvusha na kukutoa mahali ulipo. Na kama uko tayari kusikia hili ninalosema, na uko tayari, nataka nikuombee neema ya Mungu iwe juu yako. Umpe Mungu maisha na nafasi katika moyo wako, na Mungu atakutoa mahali ambako upo leo, mahali ambako umepitia historia yako yote tangu kule nyuma. Mungu anakuitoa sasa na kukupa historia mpya, maisha mapya, nguvu mpya, mwelekeo mpya. Mtu ambaye ulikuwa na madeni, mtu ambaye ulikuwa umedharauliwa, mtu ambaye ulikuwa umekataliwa, mtu ambaye ulikuwa umetupwa, mtu ambaye ulikuwa unaonekana ufai mbele za watu wengine, Mungu anakwenda kukuheshimisha leo. Atakuheshimisha leo. Neema ya Mungu itakwenda kuwa juu ya maisha yako. Ikiwa uko tayari, naomba ufunike macho yako pale ulipo sasa. Na sasa nikuombee. Funika macho yako. Tufuatisha maneno haya. Sema, Mungu, naja kwako jinsi nilivyo. Ni kweli nimepita kwenye mapito mengi mazito. Nimekata tamaa, nimevunjika moyo, nimekosa matumaini. Sijaona hata mtu mmoja wa kunisaidia. Nimejikuta kwamba mimi sifai kabisa mbele ya watu. Lakini asubuhi ya leo nimesikia neno lako, na nimejua ya kwamba wewe Mungu unaniwazia yaliyo mema juu ya maisha yangu. Juu ya maisha yangu unaniwazia mema. Asubuhi ya leo ninaungama dhambi ya kutokuamini. Nilifika mahali pa kutaka kukimbia. Nilifika mahali pa kutaka kuacha. Nilifika mahali ambako nilikata tamaa. Lakini leo umesema na moyo wangu, nami nimeinuka tena. Naomba unisamehe kila dhambi ya mawazo, ya maneno na ya matendo. Asubuhi ya leo naanza upya na nguvu mpya. Natoka na matumaini mapya. Natoka na imani mpya. Natoka na nguvu mpya. Naamini ya kwamba sitabaki kama nilivyokuwa tena. Katika jina la Yesu, na mashaka nayafungia nje ya moyo wangu. Napokea imani kutoka kwa Kristo Yesu. Kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Nataka nikuombee. Baba mtakatifu, nakushukuru mno kwa ajili ya ndugu huyu ambaye amekubali. Na wewe unakwenda kuonyesha kwamba una nguvu mbele ya macho yake na mbele ya wanaomzunguka.
na wale wamzunguka ambao ni dhihaki na kumsema na kumtukana, wataona maajabu yatokayo kwako Mungu kwa mtu huyu. Kwa kuwa wewe Mungu unakwenda kumbariki na kumuinua na kumtoa mahali alipokuwa amefungwa, na neema yako inakwenda kumfunika mtu huyu katika jina la Yesu. Kila utendaji wa nguvu za shetani umeshindwa, na macho ya rohoni ya mtu huyu akaone maajabu yatokayo kwako, na mkono wako wenye nguvu ukitenda kazi pamoja naye. Na kushukuru Mungu kwa kuwa ulisema na moyo wangu, nami nimewakilisha kwa mtu huyu anayenisikiliza na kunitazama, katika jina takatifu lenye nguvu la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Sibuka TV.